Kwenye sekta ya afya imeelezwa vizuri. Mwambe siku chache zijazo watajifungua pale. Kendwa wanajifungua, lakini niwaambie habari njema ya Kendwa. Na hili nimelikusudia. Kila siku nikipita pale barabarani naliangalia ile hospitali kongwe ile. Ile jumba halijanikalia vizuri. Lakini natafakari baadaye napata mawazo. Sema ili kuwepo ile jumba kongwe hili ni kheri kwetu. Lile eneo tulipojenga nilipewa na bwana mmoja anaitwa Bui wa Mtambile. Alinipa bure wala hakutaka hata shilingi 100. Tunamshukuru na Mwenyezi Mungu ambariki sana yule mzee. Lakini pale kwenye jumba lile tutavunja lile jumba, na nimekusudia kwa dhati kabisa. Na nasema binadamu wenzangu mnanisikia, lakini najua anayenisikia zaidi Mwenyezi Mungu ananisikia. Tutajenga wodi moja ya kisasa ya wanawake pale na watoto watalazwa. Sitaki kuona mwananchi wa Kiwani anakwenda kujifungua mtoto wake amepata shida, anatoka na kikoba chake kile mkoba wake mpaka Abdalla Mzee. Akitoka ukimpeleka Abdalla Mzee, maana yake na watu relative wake, maana yake watu wake wa karibu lazima waende 2, 3, na kila siku watoke watu 3, 4 kwenda kumwangalia mgonjwa ama mzazi. Nimekusudia hata operation ziwe zinafanyika, yule mama anayekwenda kujifungua kumsaidia, basi upasuaji wewe unafanyika pale. Najua sasa hivi ultrasound ipo, na nashukuru kwa sababu mimi binafsi ndio hangaika na ile ultrasound ya kisasa iko pale, na inaweza ikafanya pale, inaweza ikafanya Kengeje, inaweza ikafanya Mtangani, inaweza ikafanya, maana ni movable, unatia kwenye mkoba tu, ya kisasa kuliko pahala popote. Tutaweka na vifaa vingine kuwe kuna huduma zote pale. Malengo yangu hasa niwaambie, nataka watu watoke pahala pengine waje watibiwe hapa Kiwani. Na hili linawezekana. Na nawaahidi na namwahidi Mwenyezi Mungu, hili tutalifanya na mtaona tena muda mchache ujao. Kwani litachukua miaka 4 hili? Hapana. Tupeni kura tuwe viongozi kwenye hili jimbo. Wallahi shahidi Mwenyezi Mungu, mtaona tutakachokifanya. Kwenye sekta ya uwezeshaji, naelewa kina mama wengi wanajihusisha na vikundi vya ushirika. Juzi moja nilikwenda Mtangani, mama mmoja akanipa mpaka usajili wake. Akanambia, baba, sisi hapa tunakopa mkopo 600, tunalipa 670. Ndio huo mkopo kausha damu. Yaani siku ile sikupata usingizi vizuri. Nilikuwa najiuliza 600 anafanya biashara gani ya 600? Ujasiriamali gani wa 600 unaoweza kumtoa yeye akajisaidia, akasaidia na familia yake, lakini halafu akaweza kurejesha hizo fedha? Nikasema jamani, tumeomba huu uongozi, hatutanii. Na uwezo wa kufanya hivyo tunao. Watauliza kusema, pengine yule makamu wa pili pengine tajiri kweli kweli. Mimi si tajiri, na mnajua maisha yangu toka ninakotoka. Mnayajua nyote maisha yangu. Lakini na wahakikishia na mawazo mazuri sana ya kutafuta fedha. Mimi ni mtaalamu wa fedha. Na fedha siku zote hutafutwa. Na fedha tunazitafuta. Si mnaona hata serikalini tunapofanya? Mlikuwa mnashangaa kwa nini miradi inafanywa yote kwa wakati mmoja? Hapa ilikuwa mradi unakaa miaka 6 haujakamilika. Leo mradi tunaofanya kwa miezi 6, maisha yanaendelea.